na tumeona zawadi hii tulioletewa kama iftar na dada yetu mbunge wetu Dr. Tulia Ackson ambaye ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni rais wa Umoja wa Mabunge Duniani. Amewaagiza vijana wake watuletee zawadi, waje wamkabidhi shekhe wa mkoa, na shekhe wa mkoa ametoa utaratibu mzuri, kila imamu aje na wahitaji wasiozidi 3 na yeye mwenyewe anakuwa 4. Kwa hiyo kwa hakika mheshimiwa manager wa Tulia Trust dada yetu Jamila, hawa ni waumini ambao ulipenda uwaone mbele yako, na kwa maelekezo ya shekhe wa mkoa amefanya kazi kubwa sana toka jana ulivyotoa maelekezo kuweza kuwapa taarifa maimamu, kwa sababu huyu ni shekhe wa kipekee, ni shekhe muadilifu, ni shekhe anayesimamia haki, hapendi nusu kilo ya sukari iliyopangwa imfikie mtu isimfikie. Yuko tayari yeye akose, lakini wale waumini anaowaongoza waweze kupata. Na ndio maana jambo lote linafanyika kwa uwazi na mizigo yote imeshukwa sehemu ya wazi bila kufichwa chochote. Kwa hiyo tunampongeza kwa hilo. Shekhe, hongera sana, Allah endelee kukusimamia, na naamini yajayo yanafurahisha. Tuko hapa kwa niaba ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini Daktari Tulia Ackson, ambaye ametuagiza tuje tumwakilishe kwanza kwa kuleta iftari kwa Waislamu. Mheshimiwa mbunge kwanza anaendelea kutushukuru na kuwashukuru Waislamu wote kwa namna ambavyo mnavyoenenda katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kwa maombi ambayo mmekuwa mkimuombea yeye binafsi pamoja na taifa kwa ujumla. Kwa mheshimiwa mbunge anashukuru sana. Lakini pia sambamba na hayo, siku ya leo kama taasisi ya Tulia Trust tumeleta iftari kidogo walau na sisi iweze kuwafikia walengwa. Kwenye kila mfuko mle ndani tumeweka kuna maharage, kuna ngano, kuna sembe, kuna mafuta ya kupikia, lakini pia kuna tende. Kwa tunaomba na mchele pia upo ndani ya mfuko huo. Kwa tunaomba muweze kupokea kitu hicho. Lakini tunaamini kabisa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni maelekezo yake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatueleza ya kwamba kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani yake ndio tumeshushiwa Qur'an, ambao hiyo imekuja kwa ajili ya kutubainishia sisi wanadamu katika hali ya uongofu. Na yoyote atakayeuona mwezi basi anapaswa afunge. Basi na mimi ninaamini sisi Waislamu wote tuliuona mwezi na ndio maana tumefunga. Basi naye mbunge kwa kuliona hilo, basi akawa ametoa iftari tuweze kufuturu naye pamoja, tuweze kushirikiana naye pamoja. Kwa kuyasema hayo, basi Mwenyezi Mungu aendelee kuwa nasi Waislamu wote, lakini pia na Watanzania kwa ujumla katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini niendelee kuwaomba viongozi wa dini waendelee kuliombea taifa letu, waendelee kumuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania afya njema na siha, ili aweze kuliongoza taifa hili katika hali ya salama na amani. Lakini pia msisahau kumuombea mbunge wetu wa jimbo la Mbeya Daktari Tulia Ackson aweze kuendelea kufanya vizuri zaidi, ili na baadaye aendelee kutuona zaidi na zaidi. Tuna imani ya kwamba kwa wema huu mdogo aliotuonesha, basi anaweza akaja akafanya vingine vikubwa zaidi. Mwenyezi Mungu amjalie pale alipotoa, lakini pia na ninyi Mwenyezi Mungu awabariki sana. Baada ya utangulizi wa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye kwa mapenzi yake na uweza wake ndio ametuwezesha tukuweza kukusanyika hapa leo hii, na kwa uweza wake na mapenzi yake amemwezesha kiongozi wetu na kipenzi chetu mbunge wetu Daktari Tulia Ackson kuweza kufanya hili kwa mwaka huu kama ambavyo miaka yote anafanya jambo hilo. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani mjumbe wake wa mwisho Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lile langu la kulizungumza awali ya yote ni shukurani. Kwa sababu unapofanywa jambo lazima utoe shukurani, kama alivyozungumza Sheikh Ibrahim Bombo. Mafundisho yetu sisi ni kwamba utakapofanywa kitu basi umlipe yule aliyekufanyia, na ukiwa huwezi muombe dua. Lakini pia shukurani ni mafundisho yetu makubwa sana. Tunafundishwa kushukuru. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Asiyeshukuru watu basi hamshukuru Mwenyezi Mungu.
na Mwenyezi Mungu anasema wala in shakartum la azidannakum, mtakaposhukuru tutawazidishieni. Kwa hivyo nichukue fursa hii kwa niaba yangu mimi mwenyewe, wasaidizi wangu katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mbeya na wilaya zake, na kwa waumini wa Kiislamu wote kwa ujumla, tunatoa shukrani nyingi sana, shukrani nyingi mno. Tunaomba meneja utufikishie kwa mheshimiwa mbunge wetu, kipenzi chetu na mtarajiwa wetu kwa miaka 5 mingine, au vipi jamani? Inshallah. Basi tunatoa shukrani nyingi sana kwake yeye. Hatufahamu namna gani tumshukuru, lakini itoshe kwamba tunamshukuru mno kwa hili alilotufanyia, na alilotufanyia hili safari hii si kwamba yeye ndio la kwanza kulifanya. Si kwamba yeye labda ameona huu ni mwaka wa uchaguzi basi afanye hili. Huyu ni mtu aina ya pekee yake. Anafanya haya miaka yote. Miaka yote anafanya, na si kufanya haya tu kwamba kutoa hivi. Ni mtu ambaye ni mwenzetu, tuko naye katika raha na shida. Sote ni mashahidi, kukiwa na misiba mheshimiwa yupo, utamuona mwenyewe. Hayupo, lakini nembo ya Tulia Trust na vijana wake utaikuta pale. Au unadanganya jamani? Sahihi. Maana ninachoongea ni uhalisia, tunashuhudia. Mimi ni mmoja wapo ambaye Tulia Trust imenifariji. Mwaka jana nilifiwa na dada yangu ananifuata kuzaliwa. Basi sikutarajia Tulia Trust walikuwepo pale, na wakanifariji na wakafariji familia yetu kwa ujumla. Kwa hivyo ni watu ambao wapo na sisi, jamii yao hii, jamii ambayo anaiongoza ya Mbeya, haiongozi kwa maana tu labda ya maslahi yake yeye au nini. Anaiongoza kwamba na yeye ni miongoni mwa jamii ile. Sasa mtu wa namna hiyo mnapokuwa naye, ni mtu makini, ni kama vile dhahabu ambayo haifai muitupe. Siku zote muilinde ili muendelee kuwa nayo. Kwa hivyo pamoja na haya ninayozungumza, naomba pia kwa sababu vyombo vya habari vipo, niwakumbushe wana Mbeya wenzangu, tunu hii ambayo Mungu ametupa Mbeya tusiitupe. Tuitunze, tuwe nayo. Wakati mwingine watu wa Mbeya tunakuwa na shida zetu, tunajua si wenyewe, lakini tusifanye kwa huyu kiongozi wetu. Tujitahidi kila jinsi aendelee kuwepo, anatufaa. Sasa kama mtu tusiona tayari anatufaa, kwa nini tuanze kutafuta kwingine ambao labda tutaenda tutakwama? Kwa hiyo hilo kwake yeye, lakini nadhani kwa ujumla wake tumebahatika kinchi kwa ujumla. Tuna kiongozi wa juu makini sana. Wakina mama wote hawa, Dr. Tulia mwanamke, tuna kiongozi wa juu mwanamke, jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan, rais msikivu, rais mwenye kufuatilia mambo ya wananchi wake, na rais mwenye kuleta maendeleo ya nchi yetu. Kwa hivyo viongozi hawa ambao Mwenyezi Mungu ameturuzuku, jamani, tuwe makini. Tuwe makini sana, tusitake kujaribu. Kujaribu kuna hasara zake. Kwa hiyo niyaseme hayo niliyozungumza, na lazima niyagusie. Tuko katika mwaka wa uchaguzi, lazima tunakumbushana mambo mbalimbali, tujue tunakwenda vipi, lakini zaidi sana ni chukue fursa hii pia kumwomba sana Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu iweze kupita salama katika uchaguzi, ajalie amani na ustahimilivu na utulivu uliopo katika nchi yetu uweze kuendelea na kuwemo daima. Na nimwombe Mwenyezi Mungu asimpe fikra yoyote mbaya yoyote katika raia wa nchi, sisi wa nchi hii, ya kuanza kuleta mambo tofauti, kwa sababu kujaribu jambo. Kuna nchi za wenzetu tunaona mambo namna gani yanapokuwa yamevurugika. Kwa hivyo Tanzania twende katika alimradi tayari kuna namna nzuri inayokwenda, basi iwe hivyo hivyo, na Mwenyezi Mungu wazidi kutuwezesha na mambo yaweze kwenda katika mkondo huo. Na vile vile nichukue fursa hii kumtaka kila mmoja wetu, sisi Waislamu tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tufanye dua sana kuiombea nchi yetu ipite salama katika uchaguzi, nchi yetu zidi kuwa na amani, na kuwaombea viongozi wetu. Tumekuwa tukiwaombea siku zote, lakini tuzidi kuwaombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake, mbunge wetu Dr. Tulia Ackson, tumuombee sana. Mwenyezi Mungu amlinde, mtu wa kusafiri kila siku yuko angani huko. Kwa hiyo Mungu amlinde sana. Aende salama na afanye vizuri majukumu yake. Sisi tunashukuru kwa hili alilofanya mheshimiwa mbunge. Na kwa nini? Yeye najua kabisa ni mtu wa watu, na Mwenyezi Mungu alimwangalia kama mtu wa watu, na kwa sababu ni mtu wa watu ndio maana anawajali watu na ndio maana anawafanyia watu. Kwa hili tunamshukuru na kumwombea Mungu sana mheshimiwa rais wetu, lakini pia tunamwombea sana Mwenyezi Mungu mheshimiwa mbunge wetu Tulia Ackson Mwansasu. Sina la ziada zaidi, ni kushukuru. Mimi ni kaimu katibu BAKWATA mkoa
naitwa Suleiman Alhaji Suleiman Zakaria Mwambusi. Mimi kwa jina naitwa Athmani Ali Tengeneza. Kwa msaada huu sisi tumeshukuru sana kwamba walichokifanya ni chema na tumependezwa sana kwa bidii sana. Mungu amsaidie aliyetoa msaada huu. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa mheshimiwa wetu mbunge Tulia Ackson Mwansasu kwa kazi nzito anazofanya katika mkoa wa Mbeya na kutuwezesha siku ya leo iftari. Tunamshukuru sana, Mungu amjalie kila anapotoa, Mungu amzidishie. Tunasema asante, jazakallahu khaira. Kwa jina naitwa Razia Mursali Ali. Namshukuru Mwenyezi Mungu leo hii mbunge wetu Tulia Jackson ametusaidia iftari. Kwa kweli tunamshukuru sana huyu mama. Mwenyezi Mungu amzidishie, ampe heri, ampe maisha marefu na tuko pamoja naye na tunampenda zaidi. Mimi naitwa Harima Rashid Adam Mwabule. Tunamshukuru kiongozi wetu kutusaidia namna kutustiri iftari. Tunamshukuru sana, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu. Asante na shukuru.